Serikali ya Gaza imesema Israeli imeua Wapalestina 97 na kujeruhi wengine 230 tangu kuanza kwa usitishwaji wa mapigano ulioanza Oktoba 10, ikidai kuwa jeshi la Israel IDF limekiuka makubaliano ya amani mara 80 hadi sasa. Mashambulizi hayo mapya ya anga yameitikisa tena Gaza, huku jeshi la Israel likidai yalikuwa ni majibu kwa kile lilichokiita ni uvunjaji wa makubaliano uliofanywa na kundi la Hamas, madai ambayo kundi hilo la mukawama limeyakanusha vikali. Mashambulizi hayo yameharibu kabisa shule ya Yafa katika eneo la Al-Tufa na kuacha makumi ya watu bila makazi. Hospitali Al-Wadha imepokea miili 24 na majeruhi 74 ndani ya saa 24 zilizopita. Katika wakati huo huo, hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Mitaani taka zimeoza na kugeuka kuwa milima ya uchafu baada ya huduma za umma kusitishwa tangu vita kuanza. Wataalamu wa afya wameonya kuwa taka hizo zinaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa. Ripota wa Al Jazeera Muram Humaidi ameripoti kutoka Deir al-Balah akisema licha tangazo la usitishwaji wa mapigano, milio wa makombora inaendelea kusikika usiku kucha. Nilipofungua simu asubuhi niliona ujumbe usitishwaji mapigano wa Gaza kutekelezwa ndani ya saa chache, lakini dakika chache baadaye mlipuko mwingine ulirindima, aliandika ripota huyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ireland Simon Harris ametoa wito wa kufunguliwa kwa mpaka wa Rafah kwa haraka ili misaada iingie katika ukanda wa Gaza. Umoja wa Ulaya umesema vikwazo dhidi ya Israeli viko mezani ikiwa haitatekeleza masharti ya amani. Huko nchini Ureno, maelfu wameandamana mjini Lisbon wakiunga mkono Palestina na kulaani ukiukaji wa makubaliano unaofanywa na serikali ya Tel Aviv. Waliimba wito wa kumalizwa kuvamizi na kutaka amani ya kudumu. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, Steve Witkoff, na mkwewe Jared Kushner wamewasili Tel Aviv, Israeli kwa mazungumzo na serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, huku mustakabali wa usitishaji wa mapigano ukiendelea. Wachambuzi wanadai Marekani inaanza kusikiliza zaidi misimamo ya viongozi wa Kiarabu, ikiwa ni pamoja na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Sheikh Tamim Al Thani wa Qatar. Mwalimu wa Kiingereza Nada Hamdan amesema elimu ndio tumaini pekee kwa watoto waliovurugwa na vita huko Gaza. Vitabu na kalamu si vifaa tu vya shule, ni silaha za matumaini, mwalimu huyo aliandika katika tahariri yake iliyochapishwa na gazeti moja la Uingereza. Ingawa raia wengi wa Israeli wanataka usitishaji mapigano uendelee, lakini wanasiasa wa nchi hiyo wanazidi kushindana kutoa matamshi makali ya kivita. Matamshi hayo yakiongozwa na waziri wa fedha mwenye msimamo mkali Bezalel Smotrich pamoja na waziri wa usalama kitaifa Itamar Ben-Gvir. Wachambuzi wanadai hatua za Marekani kuhimiza kusitisha mashambulizi ndio inayoamua mwelekeo wa hali ya sasa. Kwa sasa Gaza inasalia kama kivuli cha jiji lililokuwa na maisha, zaidi ya 90% ya nyumba zikibomoka, barabara zikijaa vumbi na miili, huku sauti za walionusurika zikilia jambo moja: tunataka amani ya kweli na si mapumziko ya vita.